Bwana, hii ni Friends. Hawa ndio timu iliyokuwa na hatua nusu finali, waita GSP, vijana kutoka maeneo ya Kariakoo, wameweza kuonesha ufundi wao, na huyo aliye mbele yangu ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha viwango vya daraja la juu tangu mchezo wa kwanza mpaka leo hii, na ni miongoni pia waliofunga goli katika mchezo leo, si ndivyo? Nijalie jina lako nani? Kwa jina naitwa Sharifu Hamisi Wilson. Mimi ni mchezaji wa Friends au GSP. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka hatua hii tuliopo. Mungu ametusaidia na ametuongoza tuweza kushinda kila mechi yetu. Na Mungu amenisaidia pia kuiongoza timu yangu leo kuenda nusu finali. Nashukuru sana Mungu. Nataka kuniambia leo kulikuwa kuna pressure yoyote? Kadiri muda unavyoenda mna goli moja likakombolewa, mlijisikia pressure wachezaji kama GSP? Pressure lazima iwepo katika game yote kwa sababu kwenye mechi au kwenye mpira hamna mechi ndogo. Kwa pressure lazima iwepo. Kama vile walivyochomoa, walitutia sana pressure kwa sababu kama tulivyokuwa tunaona opponent walivyoingia wenyewe walikuwa na malengo ya kwenda na sisi penalty. Kwa walikuwa wamejipanga sana kwenye kudefend. Kwa sisi kwetu ilikuwa inatuia ugumu sana na kututia pressure kwamba saa ngapi tutapata matokeo, lakini Mungu ametusaidia tumepata matokeo. Zungumza na mashabiki sasa wa GSP dunia nzima ambao leo wana furaha kemkem, unawaahidi nini mechi ya nusu finali? Kwanza tunawashukuru kwa kujitokeza leo na support yao kubwa waliotupa leo katika mechi ya leo, na sio mechi ya leo tu, kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka sasa hivi tulipo. Tunawaahidi makubwa kwa sababu sisi tunapambana kwa ajili yao. Wanatoka mbali, wapo tulotoka nao Kariakoo, wapo wengine tuliowapata hapa. Kwa wote tunawasupport na tunapambana kwa ajili yao. Bwana, shukrani sana, kutakia dada kujema sana. Asante. Bwana, huyu sasa ndo mwenye shughuli zake za idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya GSP. Anakwenda kutuambia furaha yake ikoje, lakini mchezo alionaje. Tuanzie kwenye nafasi yako ya usemaji. Mchezo umetamatika, mnakwenda tu nusu finali. Mechi ilikuwaje kwako? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata ushindi huu wa leo. Mechi ilikuwa tafu, mwenyewe umeona mechi ilikuwa tafu, na hatua hizi katika michuano yoyote lazima timu zibadilika. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kuweza kupata pointi, kwa kufuzu kufika nusu finali. Tunawaahidi tu mashabiki wasikate tamaa kutusapoti, sababu timu yoyote, jambo lolote bila support huwezi kufika mbali. Support izidi, iendelee kuwa kubwa zaidi ya hapa. Alikiba amekuja kwenye timu yenu sasa, umeongeza mchezaji mwenye uzoefu na uzoefu wa nafasi ya ushambuliaji. Unafikiri Alikiba anakuja kuongeza nini kwenye kikosi? Ali atakuja kuongeza kitu kikubwa sana kwa sababu na yeye ni mchezaji. Ukiacha mbali na mambo yake ya usanii, pia ni mchezaji kwa sababu hakuna semfahamu katika mambo ya mpira. Alikiba unaona alicheza Coast na hii nifuate nini anavyocheza, na unajua kabisa kwamba huyu mtu ni mchezaji na ana talent ya kitu hicho. Kwa hiyo atakuja kuongeza kitu kikubwa sana katika timu yetu, uwepo wake cha kwanza, na cha pili ni mtu ambaye anajua maamuzi katika timu. Ukimwanzisha wenyewe tunaona sehemu tu aliyokuepo alikuwa sio, hayupo sehemu sahihi. Kwa hiyo hapa yuko sehemu sahihi, yuko nyumbani. Sisi watoto wa Kariakoo tunampokea kwa mikono yote miwili, aendelee kutusapoti na sisi tutamsapoti pia. Leo hajacheza kulikoni? Leo hajacheza kutokana na mipango ya kocha wenyewe, siwezi kuingilia kwa sababu mimi ni idara yangu ya habari tu. Kocha mwenyewe anajua nini sababu mchezaji hajaweza kuingia katika mfumo wa leo, kwa sababu ni mara yake ya kwanza anajiunga na GSP. Funga na hili mashabiki wa GSP, lakini uongozi wenu umekuwa imara sana siku zote uko na nyinyi. Zungumza nao. Mashabiki wa GSP siku zote na mimi wananifahamu ndugu yao, nilipo nao wapo. Kwa hiyo sina mingi ya kusema, mimi nasema yale nitakuwa narudia tu. Watu endelee kutusupport watoto wa Kariakoo. Sisi ndo Kariakoo yenyewe, sisi ndo ana town.